Tunayo taarifa ya kuwapatia mashabiki wetu kuhusu kinachoendelea ndani ya Singida Black Stars baada ya kumaliza mchezo wetu wa ligi kuu dhidi ya Pamba Jiji tarehe 8 Novemba kule jijini Mwanza, na kutoka na matokeo ya sare ya kufungana goli 1-1, mechi ya ugenini na alama 1 ya ugenini. Sasa timu ilipata mapumziko mafupi baada ya mchezo ule kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 11, na tarehe 12 timu inatarajiwa kuwasili rasmi kambini, kwa maana ya wachezaji kuripoti kambini kwa ajili ya mchezo ulioko mbele yetu, na si mchezo mwingine bali ni mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wachezaji wamepata fursa ya kupumzika, lakini watarejea kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo huo na safari kwa ujumla, ambako timu itaweka kambi ya maandalizi jijini Dar es Salaam kwa takriban wiki moja hivi, ambako ratiba za mazoezi na program za kocha Miguel Gamondi zitaendelea kama kawaida kabla ya kuanza safari kuelekea nchini Algeria Novemba 19 kwenda kucheza mchezo wetu wa ugenini dhidi ya CR Belouizdad, mchezo ambao unaenda kufungua pazia rasmi la hatua ya makundi kwa timu yetu msimu huu wa 2025-26. Taarifa nyingine ambayo tungependa kuwafahamisha mashabiki wetu ni kuhusiana na hali ya wachezaji ya kiafya, tukianza na Khalid Aucho ambaye alikuwa akisumbuliwa na majeraha kidogo. Habari njema ni kwamba Khalid Aucho amepata matibabu na anaendelea vizuri. Hivi ninavyozungumza, kwa mujibu wa ripoti ya daktari, yuko tayari kwa ajili ya kushiriki program na timu na kuanza kuenda kutumika kwenye michezo inayofuata. Mchezo dhidi ya Pamba Jiji huenda mwalimu angemwamini, angempa nafasi, lakini kocha Miguel Gamondi alitaka apate full recovery, na sababu za kiufundi zaidi ndizo ambazo zilipelekea Khalid Aucho asiweze kucheza mchezo ule. Kwa hiyo mashabiki watarajie pengine mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi dhidi ya CR Belouizdad, Khalid Aucho akarejea dimbani kwa ajili ya kwenda kuiongoza timu kama nahodha kwa mchezo huu muhimu, na mchezo ambao tunahitaji alama kwa ajili ya kujiweka vizuri zaidi. Taarifa nyingine ni kuhusiana na mchezaji wetu Rashid Said Mpemba ambaye naye amekuwa akisumbuliwa na majeraha kwa muda mrefu kidogo, naye amezidi kutengamaa. Tunatarajia kupokea ripoti ya daktari mwishoni mwa juma hili kuweza kujua maendeleo yake na utayari wake wa kurejea rasmi kwenye kikosi baada ya kuanza mazoezi mepesi katika kipindi cha hivi karibuni. Lakini kwa wachezaji wengine waliosalia, Lamin Jaju tayari yuko kwenye utayari wa kushiriki program kama ilivyo kwa Khalid Aucho, na yuko tayari kurejea uwanjani kwa ajili ya kuipambania Singida Black Stars. Mashabiki wetu tunawahasa waendelee kuisupport timu yetu kwa nguvu zaidi, kwa sababu tayari msimu wa mashindano umeanza kupamba moto. Umeona mechi zimeanza kuwa ngumu kutokana na aina ya timu yetu na namna wapinzani wanavyotuzitazama sasa hivi. Kila mechi ya Singida Black Stars imekuwa ni kama mechi ya finali kutokana na ubora ambao tumeuonesha na kasi yetu ya kusaka mafanikio ambavyo imekuwa kubwa. Lakini asiwe na shaka, mipango inaendelea vizuri kama uongozi, lakini pia kama benchi letu la ufundi tunashirikiana kwa karibu kuhakikisha malengo ya timu yanafikiwa, na jitihada za wachezaji wetu mmoja mmoja na wachezaji wote kwa ujumla kufanikisha malengo ya timu kwa pamoja. Na kwa upande mwingine, taarifa ambayo ningependa kuwafikishia wapenzi na mashabiki wetu ni kuhusiana na safari na ratiba ya mechi hii dhidi ya CR Belouizdad. Awali mechi ilikuwa ichezwe tarehe 23 Jumapili 23 Novemba mwaka 2025, na sasa tarehe mpya mchezo huo utachezwa tarehe 22 Jumamosi ambayo itakuwa ni Novemba 22, 2025. Kwa hiyo kikosi kitasafiri kutoka Dar es Salaam kuelekea nchini Algeria siku ya tarehe 19 mwezi wa Novemba mwaka 2025, kama mipango itaenda kama tulivyopanga. Hivyo baada ya wiki moja ya mazoezi hapa Dar es Salaam, kikosi kitaanza safari yake moja kwa moja kwa ajili ya safari hii ndefu ya kuelekea nchini Algeria kwenda kupambana ugenini kutafuta ushindi. Taarifa zaidi kuhusiana na kinachoendelea ndani ya kikosi cha Singida Black Stars tutaendelea kutoa kwa wadau na mashabiki wetu, lakini kwa sasa lipo zoezi ambalo tunaliendesha la kutafuta wimbo rasmi wa timu yetu, ambao wimbo unaenda kutambulisha hisia, kwenda kutambulisha hamasa ambayo tuko nayo ndani ya timu, kwenda kuainisha mafanikio tuko nayo. Wasanii, tunatoa fursa kwa wasanii wakubwa na vijana wote wenye vipaji kuendelea kutunga na kushiriki challenge mtandaoni ambayo inaitwa Singida
Kwa hiyo tunatoa wito kwa wasanii wakubwa na vijana wenye vipaji waweze kutunga na kurekodi wimbo maalum wa timu kupitia challenge maalum ya mitandaoni, Sing for Singida. Ukiandika challenge hiyo Sing for Singida kwa maana ya hashtag hiyo, utaweza kushiriki moja kwa moja kwenye mchujo wa kwenda kutafuta nyimbo yetu bora ya club ambayo itatumika msimu wa 2025 na 26 na kuingia kwenye rekodi rasmi ya kuacha alama ndani ya historia ya Singida Black Stars. Fursa hii mwisho ni tarehe 20 Novemba na lengo ni kuhakikisha kwamba kwenye michuano ya kimataifa tunaenda na wimbo wetu rasmi unaoenda kutumika kwenye kama sauti yetu Singida Black Stars kupitia muziki. Kwa vijana wachangamkie fursa hii, inaambatana na fursa nyingi sana ndani yake, na tutamtangaza mshindi mnamo tarehe 21 ambako wimbo huo utatambulishwa rasmi kwa mashabiki wetu waweze kuufahamu na kuutumia pia kwenye shughuli mbalimbali za kuisapoti Singida Black Stars. Tutaendelea kufahamishana kuhusiana na kinachoendelea ndani ya timu yetu, lakini nisiache kuzungumzia taarifa muhimu inayomhusu kocha wetu Miguel Gamondi. Kocha Miguel Gamondi tayari amejiunga na kambi ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kwa ajili ya kuiongoza timu hiyo kuelekea mchezo wa kirafiki ambao utachezwa kule Kuwait. Sasa swali ambalo mashabiki wanaweza kujiuliza pamoja na wapenzi wa Singida Black Stars, inakuwaje kocha atasafiri na timu ya taifa kuelekea Kuwait huku nyuma timu inaripoti kambini kwa ajili ya kuanza program ya mazoezi? Habari njema ni kwamba Miguel Gamondi kwa kulifahamu hilo tayari ameshaacha program nzima ya kipindi chote ambacho hata kuwepo na timu, na programu hiyo imeachwa kwa wasaidizi wake waliopo ndani ya kikosi cha Singida Black Stars kwenye safu ya benchi la ufundi kuhakikisha kwamba kile anachokihitaji ndicho ambacho kinafanyika kwa 100%. Wachezaji tayari wanalifahamu hilo na wako tayari kufanyia kazi muongozo ambao umeachwa na kocha Miguel Gamondi, ambaye atarejea kuungana na timu kwa ajili ya mazoezi ya mwisho kabla ya kusafiri Novemba 19 kuelekea nchini Algeria kwenye mchezo dhidi ya CR Belouizdad. Kila kitu kiko sawa sawa, mashabiki wasiwe na wasiwasi. Miguel Gamondi yupo karibu kweli kweli kuhakikisha kwamba kila kinachofanyika yeye anakuwa anapata ripoti ya moja kwa moja na kufuatilia kujua kama mpango wake utakuwa unaenda kama ambavyo ameelekeza. Kwa hiyo focus kubwa sasa hivi ipo ndani ya timu yetu kupitia kwa wasaidizi wake, na kesho tarehe 11 kikosi kitashuka katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza kufanyia kazi mpango kazi wa Miguel Gamondi, na kila kitu kitaenda kama ambavyo kimepangwa. Tutaendelea kufahamishana zaidi kuhusiana na kinachoendelea ndani ya timu yetu ya Singida Black Stars, lakini nitumie fursa hii kwa kumalizia kuwaomba mashabiki wetu waunge mkono jitihada za timu yetu ya taifa ya Tanzania chini ya kocha Miguel Gamondi ili aweze kutuwakilisha vyema Singida Black Stars kwenye majukumu ya kitaifa kupitia timu yetu ya Tanzania Taifa Stars. Asante sana na muwe na wakati mwema.